hiyo sababu Yesu akasema wazi ya kwamba wakati ambapo watu hawadhani anarudi duniani, yale yote aliyoyasema kipindi kile alipokuwa ameketi na wanafunzi wake kwenye mlima wa Mizeituni, ya kwamba mkiyaona mjue ya kwamba anarudi, yameonekana. Na hakika leo nakuletea mengine ambayo yameonekana kwa hakika, ndipo mtu wa Mungu uweze kujitayarisha. Maana Yesu kwa kinywa chake kabisa anasema katika Mathayo 24 na mstari wa 44, kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani Mwana wa Adamu yuaja. Kumbe Yesu anarudi wakati ambapo watu hata hawadhani ya kwamba anarudi. Juzi nimekuonyesha yale aliyoyataja kwenye siku ile alipokuwa ameketi na wanafunzi wake kwenye mlima wa Mizeituni. Akasema habari za manabii wa uongo ambao kwenye kitabu cha Ufunuo wanaonekana mfano wa vyura vitatu vichafu ambao ni pepo wanaofanya miujiza. Kwenye somo la wamefika, nikakuletea habari na nikakuonyesha hao manabii, na ukahakikisha na ukathibitisha ya kwamba hakika hilo limetimia. Ni kurudi kwa Yesu tunasubiri, maana yameonekana. Na sio hayo tu, mengi ambayo nimekuwa nikikuletea. Na tena juzi nikakuletea habari hii inayozungumza juu ya machafuko ambayo yameonekana duniani, maandamano ambayo yamekumba ulimwengu mzima. Ukaona, nikakuonyesha, nikakuthibitishia na ukahakikisha mwenyewe ya kwamba hayo yametimia. Katika kitabu cha Luka 21 na mstari wa 9 ndipo haya yalitamkwa. Ukahakikisha na ukathibitisha ya kwamba yametimika, na ni kurudi kwa Yesu kuna hazidi kuhakikishwa. Na kumbe Yesu atarudi wakati ambapo watu wako busy, watu wako katika shughuli zao za kuhustle, watu hawaoni ya kwamba Yesu anarudi. Ndio maana haya na kukumbusha mtoto wa Mungu uweze kujiandaa, usije ukapatikana kwamba hauko kwenye imani ya Yesu kipindi ama siku ambapo Yesu anarudi. Leo nakuletea jambo sito sana ambalo Yesu alilisema, na hakika limetimia, limeonekana, na utahakikisha pamoja nami ya kwamba limetimia. Na ni jambo gani? Yesu alisema ya kwamba tutaona makristo wa uongo. Je, makristo wa uongo wameonekana? Yesu alisema hivi katika kitabu cha Mathayo 24 na mstari wa 23 hadi 27. Wakati huo mtu akiwaambia, tazama, Kristo yuko hapa au yuko kule, msisadiki. Kwa hivyo Yesu anaelezea ya kwamba kuna makristo wa uongo watakuja, na akasema ya kwamba mtamsikia ya kwamba yuko kwenye eneo fulani ama kwenye eneo fulani. Ukisikia tu ya kwamba yuko kwenye eneo fulani, hilo limetosha, usisadiki. Yesu alipeana hiyo tahadhari kwa sababu hili jambo la makristo wa uongo wameonekana duniani, na kuwaonyesha na urithike na uweke tiki ya kwamba kumbe huu nabii umetimia, Yesu anarudi. Anazidi kusema, kwa maana watatokea makristo wa uongo, false Christs, kwa wingi, sio mmoja, watakuwa wengi. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, hao tuliwaona. Nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Yesu anazidi kutuonyesha ya kwamba makristo wa uongo watakuja kwenye maeneo ama sehemu mbalimbali duniani, nao watafanya ishara kubwa na maajabu na kuwaongoza watu. Kwa hivyo watakuwa na wafuasi ambao watawaongoza vibaya, watawapotosha, watawaondoa imani yao kwa Yesu na watawapoteza. Na akapeana tahadhari ya mapema akisema, basi wakiwaambia yuko jangwani, yani yuko kwa wilderness fulani, yuko kwenye eneo fulani, msitoke. Yumo nyumbani, msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utakavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo
kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Msomaji wa neno na unayemwamini Yesu mwokozi wetu, tumeachiwa neno la Biblia lituongoze. Imani yangu na imani yako iweze kuendana na kile ambacho Biblia inatuambia. Yesu alipopeana unabii wa makristo wa uongo, alipeana tahadhari moja ya kwamba alipoahidi wanafunzi wake ya kwamba atarudi mara ya pili, aliwaambia atakuja na ataonekana akija mawinguni na kila mtu atamuona kutoka magharibi mpaka mashariki, ama kutoka mashariki mpaka magharibi. Dunia nzima itamuona. Hilo limeshuhudiwa kwenye maandiko matakatifu. Kwa hivyo Yesu akafunga mlango kabisa kwa watu kujitokeza na kujiita ya kwamba wao ni Yesu, eti wameonekana kwenye eneo fulani ama yuko kwa nyumba fulani. Akafunga hilo kabisa. Akasema kuja kwake akishatoka ni mpaka atakapoonekana tena mara ya pili. Ndio maana unaona neno la Mungu linatuambia ya kwamba Yesu kuja kwake hakuji tena hapa katikati mpaka atakaporudi mara ya pili. Ametoa tahadhari ya kwamba hao makristo wa uongo watakao kuja watakuwa kwenye maeneo, wengine kwenye wilderness fulani, wengine watakuwa wanaishi kwenye nyumba fulani. Wewe ukiona Yesu ameonekana kwenye sehemu fulani, mtu anayejiita Yesu, maana watajiita Yesu, eti anaishi nyumba fulani, eti ana nyumba, eti ana familia, eti ana eneo ambapo anaishi, hilo limetosha kukuhakikishia ya kwamba huyo ni Kristo wa uongo. Maana Yesu amesema watakuja kwenye maeneo, lakini yeye Yesu tunayemsubiri atakuja kutoka mbinguni na jeshi kubwa la malaika, na wafu watafufuliwa na tarumbeta kubwa. Kuja kwake ambao Yesu amefungulia mlango ni kuja kwake mara ya pili, kuja kutukomboa na kutuokoa kutoka kwa hii dunia ya taabu na shida, atupeleke mbinguni kwa Baba. Je, makristo wa uongo, huu unabii umejitokeza? Ndio, na kuletea ushahidi ndipo urithike. Huu ni unabii ambao ushatimia, umetimia. Labda huko unajua, lakini nakuonyesha. Ninaanza na Yesu yupi? Ni Yesu wengi zaidi ya 20, lakini nakuletea wachache kukuthibitishia ya kwamba huu unabii umetimia, na vile Yesu alivyosema ni kwamba tuwe tayari kwa sababu tumeona unabii umetimia, pamoja na unabii mwingine mwingi ambao tumekuwa tukisoma. Kuna mwanaume ambaye anajiita Sergei Torop. Huyo ndiye anaitwa Yesu wa Siberia, Jesus of Siberia. Huyu mwanaume alijitokeza, anaonekana kama yule Yesu wa filamu kabisa. Anajipamba kabisa, ana wanafunzi na wafuasi. Anafanya maajabu huko na vituko, na yuko katika nchi ya Russia huko Siberia. Watu wanamwamini, wanamsikiliza, wanamfuata, na amewapotosha kweli. Anawakataza watu wasiweze kukula nyama, anawakataza watu wasiwe na masuala ya pesa, waachana na mambo ya pesa kabisa, na anawakataza watu waweze kuishi kwa namna ya kujitenga na ulimwengu mwingine wote. Wanaishi in isolation. Kwa hivyo amewakataza nyama, pesa, pombe na mambo ya kukula kiapo. Sikiliza hii taarifa jinsi inavyoonyesha juu ya huyu Yesu wa Siberia. It looks like a scene right out of a Sermon on the Mount. We traveled many kilometers through bug-infested forests to reach this isolated village in Siberia, this most northern part of Russia. Here we meet Jesus, or Vissarion, as they also call him. But humankind must make a choice. They have to be shown the way, and they must choose to follow or not to follow. God will not make a choice for them. Unbelievably, 15 years ago, this Jesus was Sergei Torop, a small-town Siberian policeman. But now he believes he is the Son of God, reincarnated. People will decide for themselves. Is his way for them, or will they choose something else? But everything has a price. He says he made a pilgrimage to Jerusalem, and even though he has never visited Israel before, a lot of what he saw, he says, was familiar. It was a home that was left long ago. I arrived with deep feelings of the past.
and new feelings within new body. With these feelings I move about in familiar places. Divorce rates are very high in Russia, and it seems to have reached deep into isolated Siberia as well. Even Vissarion has remarried. He has painted his former wife Luba and also his current wife Sophia. He has 6 children. It is written, when God created woman, He commanded man and woman to be one. During the era of Jesus, time was short. If there was a family to consider, they would have to be abandoned. There is now need for family. And thousands in this village believe this is Jesus Christ. These are not misfits or lunatics, they were mostly professionals who abandoned lives in Europe to follow the man they call Jesus. Is this a modern cult or a truly religious utopia? For Siegfried Werning, who owned a high-tech computer company in Germany, the answer is simple. If Christ would come on earth, he would be like that. He was very calm and not demanding, but at the same time was very strong in his teaching, very clear. And I think, in fact, I've been waiting for him somehow. He gave up the business and the family to live here and work on 19th century weaving machines, all because of this Jesus, and there are many more. What are the major teaching points that Vissarion gives you and has convinced you to change your life so much? The basics of the teaching is not very different from those 2,000 years ago. Only the people did not follow the teaching. And teach us to differentiate between good and evil. For the first time, I am really working on my egoism. Not long ago, Lineta was a Lithuanian diplomat serving at the European Union headquarters in Brussels. Then she saw Vissarion speaking. I cried. I began to cry. The feeling was unbelievable. It was like I'm at home. I'm at home. I'm in love. The followers of Vissarion don't just pray, have hymns and ceremonies. They actually have a charter that governs their entire life. How they relate to each other as people, how they relate to their spouses, their children, what they eat, how they work. In short, how they govern their entire lives. They grow almost all their own food, they are strict vegans, they believe in reincarnation. All this to prepare for what they believe is the imminent second coming. This is exactly the time when the old world, with its aggressiveness and self-interest, must die. It cannot be allowed to exist. It just brings pain. Huyu Yesu wa Siberia, ilipofika kipindi na yeye alikamatwa. Alikamatwa na maaskari, alikamatwa kama Yesu. Ndio alikamatwa. Alipokamatwa akapepwa juu na helikopta, ndege ya helikopta. Akapelekwa kwenye seli, akapelekwa mahakamani, akahukumiwa miaka 12 gerezani kwa sababu ya ukora wake. Amewalaghai watu pesa, amewakula watu mali, amewaumiza wengine, amewapotosha, vile ambavyo Yesu alisema ya kwamba hao makristo wakija ni kupotosha watu, ni kuwapotosha kabisa. Unaona, imani ya wao watu ni kuwatoa imani yao kwa Mungu na kwa neno lake na kuiweka kwao. Huyu mwanaume, sikiza taarifa inavyoeleza jinsi ambavyo alikamatwa, jinsi ambavyo alifungwa, na alifungwa tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka huu 2025. Ndipo amehukumiwa na serikali ya Urusi. Akafungwa kwenye maximum security prison. Hapa Kenya ni kiwango cha Kamiti. Hapo ndipo alifungwa miaka 12. Sikia hii taarifa uone vile ambavyo alikuwa anachofanya ni Yesu na vile ambavyo amefungwa. Yeye hakupelekwa msalabani, alipelekwa korokoroni. The Jesus of Siberia has been jailed. A self-proclaimed messiah who founded a religious cult in the remote Russian wilderness has been sentenced to 12 years in a maximum security prison for
for systematically exploiting and harming his followers over nearly 3 decades. 64-year-old Sergei Torop, once a traffic officer, reinvented himself in the early 1990s as a Vissarion, claiming to be the reincarnation of Jesus Christ. In the chaos of post-Soviet Russia, as old ideologies collapsed and poverty surged, Torop's apocalyptic sermons found fertile ground. He founded the Church of the Last Testament in 1991, the same year the Soviet Union fell, and began building a following in Krasnoyarsk region of Siberia. With flowing robes, a long beard and shoulder-length hair, Vissarion projected the image of a spiritual guide. He established a secluded commune called the Abode of Dawn, also referred to as Sun City, where some 300 of his most loyal devotees lived in a near-total isolation following strict rules. Meat, alcohol, smoking, swearing, and money were forbidden. Followers intoned prayers in his honor, while females were reportedly educated as future brides for worthy men. This was shown in a documentary in 2017. But beneath the spiritual facade, Russian authorities say Torop ran a coercive operation, one that inflicted psychological trauma, financial ruin, and physical harm on his flock. On July 30, a court in the Siberian city of Novosibirsk convicted Torop and 2 of his top aides of causing grievous bodily harm, violating civil rights, and psychological manipulation of their followers. Torop and 1 of his aides were each sentenced to 12 years, while the other aide received 11 years in a high-security penal colony. The court also ordered the trio to pay over $500,000 in compensation to their victims for what prosecutors described as moral damage. According to investigators, the group inflicted moral harm on 16 people, caused serious health problems in 6, and left 1 individual with moderate injuries. The men were arrested in a dramatic helicopter raid on the commune in 2020. Throughout the investigation and trial, all 3 men denied any wrongdoing. Prosecutors described the sect as a religious organization built on coercion and exploitation, operating under a doctrine that gave Torop unchecked authority. From 1991 to 2020, the cult allegedly extracted money and labor through spiritual manipulation, isolating followers from the outside world and encouraging total devotion to their leader. Despite widespread criticism and increasingly bizarre claims of divinity, Vissarion's followers remained fiercely loyal until the state intervened. As the court handed down its sentence, it marked the end of one of Russia's most infamous modern cults, a messianic movement that began with promises of spiritual salvation and ended with manipulation, fraud, and lasting harm. Jambo linalojitokeza kwa hawa makristo wa uongo ni sawa na kwa manabii wa uongo. Wanaondoa imani ya watu kwa Mungu, wanaondoa imani ya watu kwa Yesu na kwa neno lake na kwa amri za Mungu, na kuweka imani ya watu kwao. Watu wanawaamini, wanawapotosha. Watu wanaacha kumsikiliza Yesu, wanaacha kusikiliza neno la Mungu, wanaacha kufuata amri za Mungu, wanafuata maneno ya makristo wa uongo. Mafundisho ya makristo ndio wanafuata. Na unaona wanapotosha watu kwa sababu imani inatoka kwa Mungu aliyetuumba, Mungu anayetupenda, Yesu aliyetuokoa. Imani inatoka kwao. Imani ambayo inatakikana ijengwe kwenye neno, inaondolewa kwenye neno, inawekwa kwenye watu. Watu wanawaamini watu na kufuata maneno ya watu na kuwafundisha watu. Watu wanawapotosha watu. Hivyo hayo ndiyo tuliyaona kwa manabii wa uongo. Watu wanasikiliza maneno ya manabii kuliko kusikia neno la Mungu. Watu wanasikiliza mafundisho ya makristo wa uongo, Kristo Yesu wa uongo, na kupotoshwa. Hiyo ndiyo hali. Ukiona tu imani yoyote ile ulio nayo, inakuongoza utoke kwa neno la Mungu, inakuongoza utoke kwa amri za Mungu 10 usiweze kuzitunza, na uanze kusikiliza maneno yetu Mungu amenionyesha. Ni nani kweli anaongea na hawa watu? Tuliona kwamba ni mapepo.
ni roho za mashetani. Ni shetani mwenyewe ndiye anayewadanganya hao viongozi, hao manabii wa uongo, ndiye anayewaongoza hao makristo wa uongo tunaowaona duniani. Wanadanganywa na wanadanganya wenzao, na watu nao wanadanganyika kwa sababu wameweka kando neno la Mungu la Biblia. Tushike Biblia, tufuate Biblia, tuisome Biblia, tuiamini, na hakika tutajiepusha na uongo ambao umezidi katika ulimwengu kipindi hiki. Yesu mwingine ninaye kuonyesha ni mwanaume ambaye anaitwa Yesu wa Australia. Anaitwa AJ. Huyu mwanaume naye amejitokeza, anasema ya kwamba yeye ni Yesu. Na hata kipindi alipokuwa anahojiwa, alikuwa na kasichana kengine ama msichana ambaye alikuwa anamuita Mary Magdalena. Anasema ya kwamba yeye ndiye Yesu, huyu mwanaume AJ eti yeye ndiye Yesu, na huyo msichana walia naye eti ni Mary Magdalene. Na Mary huyo Magdalene anasema ya kwamba yeye walioana na Yesu kipindi kile Yesu alipokuwa duniani, miaka ile ya first century, ile miaka ambayo Yesu alisulubiwa. Huyo msichana anasema alihusunika sana Yesu aliposulubiwa, eti walioana na Yesu kipindi kile. Na haya mambo yamekuwa yakinenwa na watu wanao promote ushetani ya kwamba Yesu alimuoa Mary Magdalene eti alikuwa girlfriend wake kipindi kile. Hiyo ni kumkufuru Yesu na ni jambo ambalo mbingu halikubaliani mbinguni. Na tunaona ya kwamba huyu mwanaume anasema eti yeye ndiye Yesu. Sikia hii simulizi ya kwamba huyu mwanaume anasema eti yeye ndiye Yesu, yeye ni kabisa ni mwana wa Mungu, na Mary Magdalene ni mpenzi wake. Wanaandamana pamoja. Natasha. Now, according to the Bible, Jesus promised a second coming, and this man, this is AJ. AJ claims that he is that second coming. He is Jesus. He's called Controversy, claiming he is Jesus Christ, and that 2,000 years after he was crucified, he's come back to earth to spread the love of God. He's not alone in the studio this morning. His girlfriend believes that she's Mary Magdalene, and she says she remembers watching the crucifixion, watching in horror as Jesus was nailed to the cross. This is absolutely fascinating. First of all, what do I call you? Do I call you Jesus, my Lord? What do I call, or AJ? Definitely not my Lord. I'm nobody's Lord. Just call me AJ, or my name is Jesus, obviously, but most people don't feel comfortable calling me Jesus, so I'm happy with that. Do you call him Jesus, Mary? On occasion I do, yeah. But of course, Mary, then you come into the picture, and you believe you two were meant to be. What do you remember of Jesus' first time around? In the first century, when we knew each other, I remember him as very similar to how he is now, a very humble man, a very kind man who gave a lot to others without expectation or demand upon them. See, a lot of people would believe he was a celibate, and then there is a theory, of course, that he wasn't celibate, that he would have engaged with Mary Magdalene, for instance. Well, he did. we got married in the first century. I was celibate before then. Yeah, that's true. Well, my policy has always been, for the last 2,000 years, never to force myself onto people. So I would never force myself onto the Pope or force myself onto a religious leader to have a discussion. If they want to have a discussion with me, I'm very open to having a discussion with them. And have they made any contact with you? No, at this point, no, because they view me, as most people do, as some kind of cult leader who wants to do something else. Do you know how you could change that? You could change that by, for instance, these glasses of water in front of us. You could change that by turning these into wine. You could change that by, people are going to say, you know what they're going to say? They're going to say, go on then, Jesus, impress me, show me a miracle. Prove it, yeah. Yes, well, in the first century, whenever somebody wanted me to impress them, I generally didn't. But the reality is that it wasn't until I was 31 in the first century that I could perform any miracles at all, and I never turned water into wine. Actually, that's a myth. But I did perform other miracles in the first century once I became at one with God. And as I've said to people nowadays, I'm not yet at one with God again. I've got to go through the same process that I went through in the first century. Once I become at one with God again, both of us expect to be able to perform what people might call miracles. But to us, they're just the realities of being at one with God. Gosh, do you talk to God the Father? Are you in communication with the Father? Yes, but not in the manner that most people believe. The language of God is love, and the communications with God have to flow through the connection with love. So, mwingine ambaye anajiita ni Yesu
ni mwanaume mwingine kutoka Afrika Kusini. Naye anasema ya kwamba yeye ni Yesu kabisa, na kwamba alikuwa anaishi jangwani na tena akafufuliwa kama Yesu. Sasa yeye ni Yesu, na anasema ya kwamba yeye hatakufa. Mungu amemwambia ya kwamba hatakufa, na ana wafuasi, watu wanamfuata, watu wanamwamini. Unaona kama mwanaume mwingine ambaye ana miaka 84 ambaye alikuwa anafanya kazi, amechukua pensheni yake yote, ndio wanaenda kukula na huyo mtu. Eti sasa ana support Yesu. Amemwacha mke wake akiwa katika hali ya kuhangaika, ana chochote, ana chakula, eti anapelekea mshahara wake wote wa pension kwa Yesu. Mwingine ambaye amemdanganya ni msichana wa miaka 14 ambaye aliachia class 6 masomo. Sasa na yeye anawahubiri watu akiwaambia kwamba vijana njoo tumwamini Yesu ndiye huyu. Ana wafuasi na wanamwamini. Watu wakishajitenga na neno wanafuata maneno ya watu. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba tujihoji wenyewe, tujihoji kabisa, tuone kama tunasimama imara kweli kwa imani. Tuko kwenye imani kweli? Jihoji mwenyewe. Wakorintho wa 2:13 mstari wa 5 bado imesimama pale pale ya kwamba tuweza kujihoji kama tumesimama kwenye imani. Msikie huyo mwanaume na hiyo simulizi jinsi naye anavyojiita ya kwamba yeye ni Yesu. Na ni msemi, msikie. The man who claims he is Jesus Christ. Only his name is Moses, Moses Hlongwane. But he says, like his namesake, he has spent years in the wilderness and has been resurrected as the Son of God. No, I will never die, as God gave me as a command. Hlongwane's beliefs are already attracting a following. One of his disciples is 84-year-old Paul Sibiya. He says he and many of those living in the compound are on government grants. Sibiya gives his entire monthly pension to Hlongwane. I'm a pensioner, however I don't use it to support my wife, but I give it to the King of Kings as a financial boost. Sibiya has abandoned his wife of 41 years to move into the compound. Alfin Sibiya says she is now destitute and lonely. We were happily married all these years, but my husband decided to dump me for his religious convictions. When I asked him why, he told me it was the sacrifice he needed to make for his soul. Another of the disciples is 14-year-old Mfihlakalo Mbata. She dropped out of school in grade 6 and is now tasked with recruiting other pupils. Like all of Hlongwane's followers, she is convinced he is the Son of God. The disciples say their mission is to get the whole world to acknowledge Hlongwane as the legitimate Jesus Christ. News that moves. ENCA.com. Yesu mwingine ninayekuletea ni mwanaume ambaye aliletwa kutoka Marekani na wahubiri Kenya. Akawa paraded kwenye streets za Kenya kwamba yeye ni Yesu, na ni Yesu kabisa. Hata watu wanapoitwa kwamba kuja muamini Yesu, njooni kwa Yesu, wanaitwa wacha kwa huyo mwanaume. Na huyo jamaa tulimuona akikatika dansi kweli kweli. Alikuwa na katika dansi kwenye street za Kenya akisema ya kwamba yeye ndiye Yesu. Yeye na yeye kilichofanyika ni kwamba alikamatwa na maaskari, akawekwa kwenye ndege, akawa deported kwenda Marekani, akarudishwa Marekani kama mzigo kwa sababu alikuwa na wadanganya watu. Hayo tumeyaona katika nchi yetu ya Kenya. Sikia hii simulizi ya kwamba Yesu mwingine alionekana kwenye street ya Kenya akawa deported. In a rather interesting news from Kenya, authorities have deported a man being paraded as Jesus Christ and two pastors who invited him and convinced their followers that he is the real Son of God have been arrested. They believe in your heart. God raised Jesus from the dead. You shall be saved. If you want to be saved, put up your hand tonight, nice and high. Don't put it down. If you're given, come to Jesus. In Jesus' name. You can be young, you can be old. You can be. American evangelist Michael Job, who is also an actor, was invited by two Kenyan pastors who told their followers that the American actor was Jesus of Nazareth. The American evangelist
who dresses just like the Hollywood Messiah, allegedly went around taking monies from Kenyans to perform miracles and secure them seats in heaven. The self-proclaimed Jesus Christ, who is also the leader of Jesus Loves You evangelistic ministry, has gotten the 2 Kenyan pastors into trouble after police arrested them for stealing under false pretenses and after using the American actor to forcibly take advantage of Kenyans. Michael Job has since been deported to the United States of America, where he has his ministry in Florida. Anayefuata sasa ni Yesu kutoka katika nchi ya Uganda. Acha naye atimise unabii, tuone ni Yesu wa aina gani. It's me, Jesus Christ, Emmanuel, Prince of Peace, Michael, and I was born by my spirit in Fedon, Jerusalem. This is the message Emmanuel Solomon Semakula has been giving the people of Nakaseke for the last 6 years. Semakula is the leader of a cult in Tongo Village, Kapeka Sub-County in Nakaseke District. He claims he was born by the Holy Spirit. They will hate you for my name's sake. The name is heavy when you carry it. So that's why you see that truly I am Jesus Christ. Semakula and 9 of his followers have been detained at Chiwoko Police Post in Nakaseke District. Police say he has conned several people using the cult and continuously denies his followers access to medication and cooked food. However, his followers confess that he is Jesus Christ. I prepare them for the second coming of my dad, because he's coming anytime, and I am his son, first choosing the 144,000 who are sealed by God himself. Yesu kyemufunyemu kwe kulaba engeri gy'azakolamu emirimu nga buli kigambo ky'ayogera kibeerawo. These people do not take children to hospitals. Even themselves, when they fall sick, they only kneel and pray. They ask for blessings from this earthly Jesus. Savannah Region Police spokesperson Lamek Chikozi says police were alerted by residents who were concerned about his activities. We are currently looking at a charge of convening an unlawful society, and also charges like sabotage to government programs. Semakula says he was born in Kapeka, and when his parents died, a Good Samaritan sponsored his education. He says the Samaritan later took him to Kenya and Tanzania to spread the word of God. Now, after several years, the residents are shocked to see Semakula return to claim that he is the Messiah. Yesu mwingine ninayekuletea ni Yesu unayemjua. Tunaishi naye ni katika nchi yetu ya Kenya. Anaitwa Yesu wa Tongareni. Mumemsikia, mumemuona maneno yake. Wengine wamemkejeli. Limekuwa swala ama jambo la kuchekesha, lakini hakika ni kwamba ni unabii umetimia, yale ambayo Yesu aliyasema. Huyu jamaa ana mke, ana watoto, ana manabii wake, alafu anasema ana mpaka Yohana, pia yuko na wanafunzi 12 na anapata maono ya ajabu, anafanya miujiza. Simulizi sifuatazo juu yake ningependa nikuwekee, kwa sababu sasa huyu ni wetu wa karibu. Nataka tu usikilize ndipo ujue ya kwamba Yesu alisema ukweli ya kwamba Makristo watawapotosha watu. Hawa wa jamaa wa Western Kenya, huyu Yesu wa Tongareni, naye anawapotosha watu. Anafanya miujiza ambayo imeonekana. Hata amegeuza maji yamekuwa chai, ameponya wagonjwa, na anaonanga njozi mbalimbali, anafanya vituko huko, na watu wameamini ya kwamba ni Yesu. Sikia simulizi zake zinazohakikisha ya kwamba naye anadai kwamba yeye ni Yesu. Meet the real Jesus Christ, a man who speaks to God directly. Mungu wa amani awainue na kuwabariki wote. Amina. Tuzo Yesu milele na milele. Ninaamini kabisa huyu ni Yesu, anaponya na anatenda. He is the owner of this church, and these 12 men you see here are his disciples. Nikienzi umeuliza, ni wewe yule Yesu ama ni mwingine? Ni mimi yule Yesu Kristo, ni mimi.
This man is not playing around. He is here on a mission to save the world. Amina. Amina. Yesu si wa nchi. Yesu ni wa dunia mzima. His prophecy will surprise you, and the reason he is married while the former Jesus was not, you will not believe it. This is the amazing story of Mwalimu Yesu wa Tongarehe, a man who is based in Kenya but whose mission extends beyond. Jina naitwa Mwalimu Yesu. My name is Mwalimu Yesu wa Tongarehe. That's the name my Father from heaven, who created earth and heaven, gave me. He gave me this name in order to fulfill his mission in this century. The time came when God told me, "My son, this is your time to preach my message. I want you to preach to my people. Those who will agree and repent, their names will be noted, and they will live forever." It cannot be a full Jesus Christ story if there are no disciples involved, and this man seems to understand this logic perfectly. He is always surrounded by 12 men he calls his disciples, and they are proud of their status. If you read the Bible, you will be familiar with their names. Nikiwa na manabii 12 ambao ni wasaa wa Yakobo. These are the descendants of Jacob, starting with Reuben, prophet Simon, who is second. We have Levi, prophet Judah, prophet Dani, prophet Naphtali. We have Gadi, Asher, Issachar, Zebulon. We have Joseph and Benjamin. All of them as you see them here. They are anointed by God, and I chose them myself as well. Hawa ndio manabii 12. These men helped Jesus to manage his church, and his church is not your ordinary church. Majina nami Nabii Benjamini. Wewe ndio mke wa Yesu? Amina. Ni hivyo. Tuko na watoto 8. Vijana ni 5, wasichana ni 3. She is among the first people to support her husband. Naamini Yesu ni yule aliyekuwa, ni Yesu ambaye amerejea. I believe he is Jesus. When Jesus left, he said he would be back. He would go and prepare us a place where we will be with no suffering. He did just that, and he is back to take us to this place. No prophet is accepted at his local place, but people from afar who believe him are able to see the miracles he makes. Some people come here with a severe illness, but when Jesus touches them, they get better at that moment. Those who don't believe him can't see his miracles. Prophet Reuben has also testified how this man is the real Jesus Christ. I joined this church in 2014. I believe this is Jesus Christ. I came in great pain and tears, and he solved all my problems through praying. I got peace when I reached his place, and I went back and brought my wife and all my children. This is a holy place. Prophet Benjamin, who is also a gospel singer, agrees with Prophet Reuben that they live with Jesus Christ. He believes this man is Jesus Christ because he cures severe illnesses and he makes miracles. Ugonjwa unaingia hapa, hata ukiona mtu nadhani tu huyu ameniletea marehemu, huyu atakufa. Lakini kwa upande wake Yesu, unaona mtu anapona na anatembea. This man has vowed to take his message throughout different countries around Africa and around the world. Pokea sifa, heshima na utukufu katika kiti chako cha enzi, juu mbinguni nako duniani, milele na milele. Amina. Usifiwe Yesu. Amina. Utukuzwe Yesu milele na milele. Amina.
Hawa watu ambao wanajiita ya kwamba ni Yesu Kristo amekuja duniani ni wengi. Nimekuambia ya kwamba ni watu zaidi ya 20 na sitakuletea wote. Nimekuletea hawa ndipo urithike ya kwamba kumbe Yesu alisema ya kwamba wakati wa kukuja kwake ama wakati wa kuja kwake ukikaribia, tutawaona makristo wa uongo. Tumeona makristo wa uongo, tumeona manabii wa uongo, tumeona vita, tumeona matetemeko, tumeona njaa, tumeona magonjwa. Ni nini hatujaona? Tumeona machafuko mengi. Haya yote nimekuonyesha. Haya yanathibitisha jambo ambalo Yesu alisema ya kwamba tukiona haya anakuja, tujitayarishe. Katika Luka 21 na mstari wa 28, Yesu anasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni, mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Hii ndiyo sababu maandiko yanatuambia ya kwamba Yesu yuko mbinguni kwenye hekalu takatifu la mbinguni. Ana kazi ambayo anafanya mbele za Baba. Imetajwa kuwa ni ukuhani mkuu. Kuhani mkuu anashughulikia ondoleo letu la dhambi, anashughulikia msamaha kwetu na utakaso wetu. Maana neno linasema katika Waebrania 8 na mstari wa 1 na 2, anasema basi katika hayo tunayoyasema, neno lililo kuu ndilo hili: tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na ile hema ya kweli ambayo Bwana aliweka, wala si mwanadamu. Ndiyo, huyo ndiye tunaye mbinguni. Anaposema ya kwamba tuonapo hizi dalili zikitimia tuinue vichwa vyetu, ni kwamba tuinue imani yetu kuenda kwenye patakatifu mbinguni, mahali ambapo mambo yetu yanashughulikiwa. Tuweze kupata ondoleo la dhambi, tuweze kupata utakaso, tuweze kuondolewa dhambi zetu sote na kusamehewa, ili anapokuja tukute kwamba tuko tayari, hatuna dhambi yoyote. Manabii wa uongo, makristo wa uongo wanatudanganya, wanaondoa macho yetu kwa Yesu ambaye anahudumu katika hekalu mbinguni. Wanaweka macho yetu kwao tuwaone wao, watukule pesa, watupotoshe, hatimaye tena tupotee. Neno linasema katika kitabu cha Yohana wa kwanza 2 na mstari wa 1 na wa 2 ya kwamba Yesu ni mwombezi wetu mbinguni. Watoto wangu wadogo, na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba. Kiingereza kinasema we have an advocate. Tuna mtetezi, muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Huyo ndiye muombezi tuliye naye mbele za Baba. Ndiye advocate wetu, ndiye kuhani wetu mkuu, tena ndiye hakimu. Sasa tukimshika, tumshike kama advocate, tumshikilie kama mkombozi. Hakika ni kwamba akirudi tutapatikana kwamba tuko ndani yake na tuko tayari. Ninakuamsha mpendwa wa Mungu ya kwamba mambo duniani yanatangaza ya kwamba Yesu karibuni anarudi. Yesu hakika anarudi. Umeona dalili zote. Hakuna jambo ambalo liliandikwa kwenye maandiko matakatifu ambalo haliwezi kutimia. Kila jambo limetimia. Ishara zake zimeonekana. Mambo tumeyaona duniani. Watu wamelala, watu wamemkataa. Ukiangalia siku hizi, watu hawaamini, unbelief imeongezeka. Watu hawashtuki, hawajali mambo ya imani. Wewe mpendwa wa Mungu, una heri, umebarikiwa, maana wewe unasikia. Kwa sababu umesikia, jiandae, usiwe kama wengine. Wewe upatikane ndani yake ukiwa tayari. Ndiyo maana ya mimi kukuletea somo kama hili, ili uweze kujitayarisha na utayarishe na wenzako. Wasambazie fundisho hili. Liwekee like, uweze kulisambaza kwa wenzako na wao wasikie, wajitayarishe. Bwana akubariki sana. Dalili za kuja kwake Yesu zatimia. Bwana Yesu, Bwana
Everybody